Club A to Z. Swali, kazi, jibu. Karibu tena kwenye episode nyingine ya Club A to Z. Tunakupa swali, tunakuonyesha njia, alafu tunakuonyesha na jibu. Swali, kazi, jibu. Na leo tupo na brother mwingine mtaalamu kabisa. Anaitwa bwana Hassan Kiyungi. Kwanza nashukuru kwa kuwa mgeni wa pili tangu umeanza. Karibu sana. Tunashukuru. Karibu. Shukrani. Okay, kama Alex alivyonitambulisha, mimi naitwa Hassan Kiyungi. Ni mtaalamu wa masuala ya usimamizi wa miradi, lakini pia nimejikita kwenye eneo la upande wa tathmini na ufuatiliaji wa miradi. Hiyo ndio maeneo moja ambayo nimekuwa nikifanyia sana kazi kwa takriban miaka 5. Pengine unaweza kuwa mwaka wa 6 sasa. Okay. Na nimekuwa zaidi nikifanya kazi kwenye eneo la wanasemaga Azaki. Azaki ni asasi zisizo za kiserikali au maarufu NGO. Na nimekuwa nikifanya hapo kazi, na tupo tuna initiative yetu inaitwa Mema Afrika, ambao tumekuwa zaidi tukifanya kazi na kundi la vijana katika kuweza kuwawezesha, lakini pia na kufanya uchechemuzi katika kuweza uchechemuzi ni Kiswahili. Sasa Kiingereza chake unasema kuchechemuzi. Kuchechemua katika maeneo ambayo ni katika maeneo ambayo ni yanahusu zaidi wa vijana, hususan masuala ya afya uzazi, uwezeshaji wa kiuchumi, masuala ya afya ya akili, lakini tumekuwa zaidi tukitumia njia ya vyombo vya habari pamoja na kazi za sanaa katika kuweza kutimiza hayo ambayo tunataka tuweze kuwafikia vijana. Kwa kifupi nadhani nitabucha katika namna, lakini pia tuna kampuni ambayo ilitokana na taasisi ya Mema Afrika by the way, ambayo inaitwa Coca-Cola Ventures. Yenyewe tunafanya zaidi katika eneo la kutengeneza kazi za vyombo vya habari. Naweza nikasema kwa lugha rahisi hivyo, kutengeneza na kuzichapisha kazi za vyombo vya habari. Iwe ni mfumo wa soft copy, kwa maana kwamba anaka soft copy au mfumo hard copy, au vyombo ambavyo vinaweza kumfanya mtu akaweza kusikiliza au kutazama, kwa maana kwamba audio au visual, kwa maana kwamba ni kazi za filamu, yawe ni uchapishaji wa majarida, siwe ni kazi ambazo zinahusisha mfumo mzima wa habari ambazo tunafanya nazo kazi. Kwa kifupi ni hivyo. Na mimi nawashukuru pia tena. Sasa leo unajua ametaja vitu vingi sana, lakini kitu ambacho mimi naona nahusiana naye na tunaweza tukajadili kwa pamoja ni upande wa media tu. Mambo mengine yote sina utaalamu nao, lakini najua wewe karibia vipengele vyote unahusiana navyo, wewe unahusiana navyo vyote. So nadhani leo nyenye mtakuwa wasemaji wazuri sana kwangu. Kwa hiyo kwa kifupi leo ni Club A to Z kuhusiana na NGO. Unajua mimi nikisikia NGO, nimeanza kusikia NGO toka nilikuwa mdogo sana. NGO. Kirefu chake ni non government organization, si ndio? Lakini kama yani kwa nini waliamua kuiita non government organization? Kwa nini kuna neno government pale? Kwa nini wasingeitem jina lingine? Nitajaribu kuelezea tu kwa kifupi sana. Msingi wa kuwa na non government organization, maana yake kuna government organization. Ndio maana umetanguza neno nani. Niseme kuna government organization, si ndio? Okay, so unajua inapokuja swala la maendeleo linahusisha serikali moja kwa moja. Serikali ndio ambayo ina huo wajibu kuhakikisha wananchi wake wana maji, wananchi wana umeme, wananchi sijui wanapata nishati za aina mbalimbali, wananchi wana barabara, wananchi sijui wana huduma nyingine za afya na mambo mengine. Hiyo ndio jukumu kubwa la serikali. Lakini serikali iko centered katika mambo tofauti, umeelewa? Serikali inafanya kazi kupitia mashirika yake. Kwa mfano, unaposema swala la umeme, maana yake kuna TANESCO ndio ambaye anapeleka huduma za maji. Huduma za umeme kwa watu. Kwa Dar es Salaam ukisema unahitaji huduma ya maji, maana yake kuna DAWASA siku hizi. DAWASA. Ukisema unataka barabara, mwenye hilo jukumu ni TANROADS na TARURA kwa serikali za mitaa. Si ndio?
Kwa hiyo hivyo ndivyo serikali inavyopale. Tukisema kwenye upande wa anayetengeneza bajeti ya hivyo au mashirika mengine kufanya operation ni wizara husika. Sijui umeelewa. Kwa hivyo ndio serikali inafanya kazi. Kutoka kwenye level ya wizara kuja kwenye level za halmashauri inaopita pia kupitia mashirika yake. Sasa ni ngumu serikali kufanya kila kitu. Tatolea mfano mdogo tu. Saizi kuna mradi wa SGR umekamilika kutoka Dodoma mpaka kuja Dar es Salaam. Lakini sisi serikali inaendelea tena kujenga. Kuna phase nyingine kutoka Dodoma mpaka Tabora, Mwanza. Sijui umeelewa. Sasa ule mradi unakopita pale katikati kuna serikali yenyewe inatoa pesa, inamuita mkandarasi ajenge barabara. Lakini ni ngumu serikali tena yenyewe kwanza kuelimisha wananchi wa ile mikoa ambayo inapita ile barabara na ni reli, kuambia fursa zilizopo pale. Sasa anaingia hapo katikati ni nani kujaza hiyo gap ambayo serikali yeye hawezi kuifanya. Ndio anakuja sasa non government organization, amendo NGO. Kuna NGO tu ambayo iko pale ambapo pengine yenyewe inaomba hata ruzuku kwenda kuelimisha wananchi kwenye mradi mkubwa miaka 2 miaka 3. Fursa zilizopo pale za ujenzi wa reli, fursa zilizopo pale ni zipi? Sijui umeelewa. Lakini pia unakuta kuna NGO ambazo ziko pale kuhakikisha kwamba swala zima la mazingira linabakia kuwa ni salama kwa wananchi wa pale. Lakini kuna NGO ambazo zinakwenda tu pale kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi juu ya masuala zima ya afya. Sababu tunajua moja changamoto kubwa ya miradi mikubwa inapokujaga, unakuta hao maeneo mengi kuna maambukizi labda ya ukimwi yanakuta ni makubwa, sijui umeelewa. Kwa unakuta kuna NGO anakwenda kutoa elimu. Ndio maana unaona kuna kwenye maeneo mengi maeneo ya site za ujenzi utakuta chukua tahadhari, ukimwi unaua. Ushaje kujuza ni kwa nini? Sijui umeelewa. Kuna watu ambao wanafanya hiyo kazi kutoa elimu. Kwa hiyo msingi wa uanzishaji wa NGO au ni kwa nini tuna non government organization ni kwamba ni mashirika ambayo yasiyo ya kiserikali ambayo yanafanya kazi ambazo serikali ilipaswa kuzifanya lakini serikali haiwezi kuzifanya. Sijui umeelewa. Kwa ndio maana tuna NGO. Hiyo inaonekana biashara nzuri sana hiyo ambayo watu inabidi waichangamkie kuifanya. Au lengo la kuanzisha NGO ni sio kutengeneza faida au sio kufanya biashara. Lengo la NGO inaanzishwa kwa lengo la kwenda kuwasaidia watu, kusukuma maendeleo ambayo kama nilivyosema serikali pengine haiwezi kuyafanya. Sijui umeelewa. Kwa hiyo ndo msingi mkubwa wa NGO. So lakini NGO ina watu ambao hawa watu wanalipwa pia. Kuna wasimamizi wa miradi, kuna watu wanafanya uratibu wa miradi, kuna watu ambao wanaajiriwa kama ni wahasibu, wanalipwa pesa. So wanapolipwa pesa, zile pesa ndo zinawasaidia pia wengine kuendesha maisha yao, kuendesha familia zao. Hakuna biashara ya NGO. Sijui umeelewa. Lakini kuna watu ambao wanaajiriwa kwenye NGO kwa ajili ya kuweza kuendesha pia maisha. Wapo pale for the purpose ya kuweza kusaidia watu, lakini pia na wao kwa sababu mimi ninakwenda nafanya kazi ya kijamii, si ndio? Pia mimi mwenyewe na bili zangu za kuweza kulipa. Umeelewa? Na muda wangu ambao nakwenda kuinvest kwenye jamii ambao anahitaji pia naweza na mimi kufanya nini? Kulipwa ili kuweza kuendesha pia maisha yangu pia. So hakuna msingi ambao unasema kwamba watu wanaanzisha NGO kwa sababu ya kuweza kwenda kufanya biashara. Katika dhana tu ile nzima ya NGO kama NGO, NGO yaanzishi kufanya biashara. Lakini kuna watu ambao wananufaika kwa kuwa sehemu ya kushiriki kwenye hizo NGO moja kwa moja. Na washiriki sio tu waajiriwa. Washiriki kuna wale pia wanufaika ambao wanakuwa wanahusika kwenye miradi. Kwa mfano, unaanzisha program ya kuwezesha wakina mama kiuchumi. Kwa kina mama labda wanapewa mafunzo na magani ambavyo wanaweza labda kuweza kufanya biashara zao, na wengine labda pia wanapewa labda mitaji ya kuweza kuanzisha hizo, aidha ni kuanzisha au kukuza mitaji ya biashara zao. Sijui umeelewa. Kwa unufaikaji wa mashirika sio kiserikali upo katika namna zote hizo mbili. Lakini pia hata serikali pia inanufaika kupitia mashirika sio kiserikali. Inanufaika katika namna gani? Katika namna ya kwamba kama ilitaka invest pesa zake kwa ajili labda ya kuweza kuhakikisha kwamba mkulima wa Mtwara anapata elimu kuhusiana na masuala ya matumizi sahihi ya pesa zake anapopata mavuno ya korosho, then kuna taasisi na kwenda kuwekeza kwenye kutoa hiyo elimu,
then serikali inatumia pesa zake kwenda kuinvest kwenye maeneo mengine. Sijui umeelewa. Sababu sina takwimu recent, lakini unakuta kuna NGO moja unakuta kwa mwaka mzima labda inapata hata bilioni 2 bilioni 3. Hiyo bilioni 2 bilioni 3 inaingia kwenye inakwenda moja kwa moja kwenye miradi ya kimaendeleo ya kijamii. Kwa unakuta hiyo bilioni 2 bilioni 3 ni hela nyingi sana ambayo kinga kwenye mzunguko wa kiuchumi moja kwa moja. Kwa kuna watu kwenye hiyo pesa itatoka, kuna watu watalipa kodi. Hiyo kodi inaingia kwenye mfumo wa serikali. Lakini pia kuna NGOs ambazo nyingine kutokana labda na aina ya kazi zao ambazo wanazozifanya, labda kuna aina fani ya ushuru watalipia. Kuna wafanyakazi wao pia wanakatwa kodi kwenye mishahara. Msingi wa mapesa ambazo NGO inazipata ni kwamba ninakwenda, tunaweza kusema kwamba inakwenda kumnufaisha kila mmoja kwenye jamii. Na kila mmoja anufaika katika namna yake. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba dhana nzima ya NGO ni, ukiangalia serikali yenyewe inanufaika kwa sababu kwanza inaweza ka save budget. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo NGOs zitaingia na labda zitakuwa ziko na partnership na mashirika makubwa, yale mashirika yataweka fedha. Sure. Alafu pili, kwa kazi ambayo hizi NGOs zinaenda kufanya, wafanya raia wa ile nchi waweze kubadilika. Inawezekana kiuchumi, kama hivyo ulivyotoa mfano, labda umeenda kupewa elimu kuhusiana na matumizi ya fedha, savings na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wananchi wake maisha yao ya kawaida yanabadilika. Maana yake yakibadilika, hiyo ni faida kubwa pia kwa nchi. Sure. Ndio. Sure. Na pia wale ambao watapata nafasi ya kusimamia hiyo miradi ama ku take part kwenye hiyo miradi, kwenye utekelezaji wake, maana yake wao watakuwa wamepata ajira. Sure. Yeah. Kwa hiyo I think kuna opportunities ambazo zinatengenezwa kwa kuwa na NGO. Yeah. Tayari tumepewa hii picha ambayo umeichora vizuri ya kuhusiana na kwa nini NGO, umejibu swali la Alex, na NGO ni nini hasa. Je, kijana ambaye ametoka chuo leo anawezaje kupata nafasi ya kunufaika kwenye huu mnyororo mzima wa taasisi zisizo za kiserikali? Na wapi anaweza akaanzia? Kuna namna kadhaa ambazo kijana anaweza kuwa involved akajisikia moja kwa moja kwenye NGO, lakini pia akafahamu kama ambavyo ulivyouliza. Cha kwanza, mimi nadhani dunia siku hizi imekuwa ndogo. Taasisi nyingi unakuta zipo kwenye mifumo hiyo ya kidijitali kwanza. Sijui umeelewa. Mimi naweza nikaingia kwenye mtandao wa kijamii, haiwezi kupita kwa mfano kama siku sijaona tangazo la NGO fulani kitafuta mtu kwenye position tofauti. Hicho ni cha kwanza. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mbali zaidi, kwa maana kwamba Adam Sharia na experience ya kazi ndio anaweza kaingia moja kwa moja kwenye NGO. Ni muhimu kwanza kujua kwa kijana mwenyewe ambaye amaliza chuo anataka nini. Unataka career yako ipeleke kwenye eneo gani? Unataka uende kwenye private sector, unataka uende serikalini, unataka uende kwenye NGO. Ni lazima kuwa na road map ya maisha yako wewe mwenyewe unataka iwe. Nitatoa mfano mdogo. Mimi nilipomaliza chuo by the time nilikuwa nasema kabisa mimi napenda upande wa leadership. Napenda leadership na napenda project management. Sasa ninaanzia wapi ili niweze kuweza kuachieve hicho kitu ambacho nataka niweze kukiachieve. So nakumbuka kulikuwa kuna taasisi moja na Waingereza walikuwa na program za kuvolunteer za vijana. Na walikuwa wanapita paka vioni, walikuwa wanatangaza hizo program, na mimi ndo nilikuja nikazifahamu kwa hicho kipindi. Kwa nikapata nafasi nikaweza nilipomaliza tu chuo immediately nika apply kwa program zao, wakanipa nafasi nikaenda kama volunteer tu for 3 months. Lakini mimi nimekaa pale for 3 months kwa miezi 3. Kuna watu ambao niwakuta pale kwa ni volunteers wanajitolea, wakamaliza wakaajiliwa kabisa pale kutoka kwa volunteers wakaenda kuwa ni waratibu wa miradi, kwa maana kwamba ya project coordinators. Kuna wengine wakawa walitoka pale wakaenda, kwa sababu tayari wameshapata experience, wakaenda kufanya kazi na mashirika mengine tofauti. So
Nadhani cha kwanza unahitaji wewe mwenyewe kama unataka kuweza kujihusisha na NGO, jitahidi kuingia kwenye cycle ya NGO. Na nimeona kwa mfano kwenye vyuo vikuu siku hizi vingi kuna taasisi unakuta nyingine zinafanya operation zake vyuo vikuu. Ingeje jihusishe nao, anza kujua hao watu wanafanya nini, wanahitaji watu wa namna gani, ili nawe uangalie kama unaweza kuwa sehemu ya hiyo cycle baada ya kumaliza chuo. Lakini kingine cha pili, unakuta kuna organization nyingine ni wana mbali tu ya miradi, unakuta wana aina zao za operation ambazo tayari zina branches kabisa vioni. Nadhani kwa mfano kuna watu wanaitwa, sijajua kama naruhusiwa kuwataja by the way. Kuna taasisi moja ambayo ina operate ya kimataifa. Then wao wana aina zao za wana branches ambazo wana operate kwenye vyuo. Kwa hiyo unakuta kijana kama clubs. Kwa kijana unakuta anaanza kujihusisha kule. Na hapo vijana ambao mimi nawajua walitokea kule kabisa. Wakaanza chuo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, wakaanza kuingia kwenye hiyo system taratibu, na utengene paka wanafanya kwenye mashirika moja ya mataifa. Ni walianzia kule. So nadhani kitu cha msingi unahitaji kwanza, kama nilivyosema, kujihusisha kwenye hizo shughuli za taasisi, sababu ukijihusisha hautaacha nyuma. Lakini usipojihusisha moja kwa moja hakuna mtu ataweza kukufahamu. Hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili, nadhani tujaribu kutumia tu vizuri mitandao ya kijamii, kwa sababu taasisi zipo kote kwenye mitandao ya kijamii. Kwa utajua watu wanafanya nini, na sometimes unakuta labda kuna watu wengine wanapata tu bahati wakati bado yuko chuo, kama nilivyosema, unakuta kuna taasisi nyingine wana miradi ambao wanatangaza watakwenda kufanya chuo kikuu fulani. Kwa hiyo ndio mwanzo nawe pia kuweza kwenda kushika kwenye hizo programs. Lakini kingine, kwa hiyo kabla hujaendelea, maana yake kuna ule msemo unasema utagongwa tu na gari kama ukiwa barabarani. Yeah, of course. Kwa lazima ujiposition, ujiweke sehemu ambayo utakutana na gari. Exactly. La fursa kama hiyo. Kwa hiyo exactly. Na wakati tunaongea off mic nakumbuka ulitaja vitu viwili, ukasema self realization and commitment. Yeah. Ambayo naona ni kitu muhimu sana hasa kwa vijana ambao wanataka kuwa na future ambayo inaeleweka. It's very ni muhimu kijana kuwa na uwezo tu kujitambua mwenyewe kwamba unataka nini. Unajua ni kwa bahati mbaya sana Alan na Alex. Nadhani wengi wetu tunatoka kwenye familia ambazo ni chache ambazo zinaweza kumtengeneza mtu kuweza kuwa na uwezo kuweza kuyavision maisha yake, kutengeneza ramani ya maisha yake. Unatoka hapa, unaweza kaenda wapi, unaweza uwezo tu wa kujua unataka nini. Unajua kuna watu wanafika paka 50, miaka 50, miaka 40 bado hawajui kwenye maisha wanataka kufanya nini. Sijui umeelewa. The sister going bado hapo, kuna watu ambao wana struggle. Tuchukue mfano mdogo. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa yupo anataka kwenda chuo, then anataka kupigia simu Alan. Say bro, unajua kuna kozi gani inaweza kuwa nzuri, mimi nikaenda nikitoka hapa naweza kwenda medani, naweza nikatoboa. Wapo, nadhani tuna maswali mengi sana unaweza kupata. Ni wengi vijana ambao wanakutana na nini. Wapo tuko nao kwenye namna. Kwa hiyo ni muhimu sasa, nadhani hii inaweza kuwa ni maarifa tu ya ujumla, kwamba ifike namna ambavyo familia ziweze kuweza kuwajengea uwezo wa vijana, ndio iwe sosi, iwe chanzo cha maarifa kwa kwenye utoto mpaka ujanani. Mtu kuweza kujua anataka nini na kuweza kujua anaweza kujiposition vipi, dunia iweze kumjua kwenye kile ambacho anakitaka. Wewe sasa hivi unamiliki NGO? Yeah. Una NGO? Yeah. Uliwezaje kumiliki NGO? Yani ni rahisi kiasi gani au ni ngumu kiasi gani? Mimi nilikuwa nadhani kwamba NGOs zinatakiwa zimiliki na watu wakubwa wastaafu akina nani. Lakini wewe ni kijana. Ni rahisi kiasi gani? Dhana zamani ilikuwa iko hivyo. Unajua zamani ilikuwa mtu kastaafu ana maarifa yake, hata labda alikuwa ni afisa misitu. Anaamua kuanzisha taasisi ya mazingira. Baada ya kuwa amestaafu, kashatengeneza tayari network connection, kwa hiyo anajua where to start na magana ambapo anaweza akaweka hiyo ndani yake. So I believe hata kwa mfano ilianza club A to Z. Ni sio kitu ambacho labda mtu alikata kusema kwamba ngoja nianze hichi kitu. Si umeelewa? Vitu vya kuanzisha hivyo waga vinakufa mapema. Yani leo unasema tu kwamba unajua umekaa tu chini umefikiria nataka nianzishe biashara ya kuuza samaki.
then unaweka kwa sababu tuna shilingi 100,000 unasema ngoja mimi nikaanze biashara kuuza samaki. Au umeona sehemu na mimi nataka nianze kuuza. No, ni nadhani vitu vingi waga vinakuja vina evolve tu, vinajitokeza tu kutokana labda naye kuwa umejihusisha kwenye kile kitu. Taasisi inaitwa Mema Africa. So tulivyoanza hiyo Mema ni abbreviation ya maneno. Sio neno la Kiswahili Mema. Recent ni neno la Kiswahili la Mema. Lakini wakati tunaanza tulianza kama program tu. Nakumbuka nilianza na mwanzo nilisema kwamba mimi nianza kwa kujitolea. Kuna taasisi moja tulikuwa tunajitolea kwenye mradi wa masuala ya maji na usafi kwa watoto wa shule za msingi. Then nikakutana na rafiki yangu mmoja ni Mwingereza. Siku moja nakumbuka tulikuwa tunapiga tu story kwamba wameenda kufundisha watoto, kwa wamekutana kuna watoto hawawezi kununua hizi taulo za kike. Ilikuwa Morogoro huko vijijini. Sasa akawa anashangaa, inakuwaje mtu anashindwa kununua pedi? Wazungu nadhani unafahamu ambao nani. Yeye anashangaa, yani haifiki hata paundi moja, unashindaje kununua pedi? Sijui kama umeelewa. Then nikamwambia it is possible, lakini na mimi nikamwambia sifahamu sana kwa sababu hizo session napendaga kufanya mafunzo mimi wakati siko involved. Nilikuwa naenda wanawake. Nikamwambia lakini mimi niko curious, nataka nijue zaidi hata pengine ikoje. Kwa tukaenda tukafanya utafiti mdogo tu shule ya msingi, then tukaenda na shule za nakumbuka ilikuwa shule ya sekondari. Then tulipokuja kufanya tu ule utafiti wetu mdogo tukagundua kwamba okay, kumbe swala la hedhi ni is serious issue kwa nina nipo baadaye kuja kufuatilia secondary data kuonyesha kwamba ni moja ya sababu kubwa ambayo inapelekea mabinti wengi waweza kuacha masomo au pia kuwa na utoro wa kiholela. Na hiyo ndio unakuja unapata sababu kubwa kwamba ni kwa nini shule za msingi, mkianza shule ya msingi enrollment ya watoto wa kike ni kubwa kuliko watoto wa kiume. Then kadri mnavyoenda inapungua. Kujiuliza hilo swali. Nilikuwa mnaweza mkaanza shule ya msingi 6 kwa 4. Mkifika kwenda kutoka O level kwenda high school inapinduka namba. Inakuwa 4 kwa 6. Mimi nakumbuka kuna mwaka mmoja nilikuwa nadhani niko form 3 au form 4, sikumisi shule hata siku moja. Mwaka mzima. Yaani unaona Bruno Fernandes alikuwa wakati pale kacheza msimu mzima hajapata majeraha. Na mimi ndio nilifikia hiyo moment kwamba sijamisa hata shule siku nzima. Lakini huo muda ambao nasema hivyo, kuna binti ambaye yeye akiingia siku zake za hedhi zile siku 3 mpaka 5, mwingine anajifia ni comfortable kuja shule. Anaona bora baki nyumbani. So kama unasema ni siku 5 huyu mtu aje shule kwa mwezi. Tupige kwa mwezi. Tuashumu mara mwaka ni siku ngapi? Hiyo ni miezi miwili hiyo. Sisi tumeelewa. 60. Siku 60 kwa mwaka. Miaka 4 ni siku ngapi? Miezi hiyo ni miezi ni siku 240. Tuseme mwaka mzima anakosa wa elimu. Kwa miaka 4 anakosa siku 200 anakosa. Sasa hao watu waweke on the same room in term of knowledge. Hamwezi kufanana. Mimi nikifundishwa na Alan kama mwalimu wangu wa hesabu ni tofauti na mimi tena nikaendelea kumfundisha mtu ambaye alimiss out. Kwa baada ya kuwa tumegundua tukasema okay sawa. Tukasema okay. Tuanze tu initiative kwa sababu taasisi ambayo nilikuwa nafanya kazi ilikuwa ni kwamba mkimaliza kumaliza programming ya miezi 3 lazima mfanye kitu kimoja kinaitwa action at home, yani kwamba wewe umepata knowledge then tunataka ndio kupata skills sasa kwamba wewe kaitumie sasa mtaani wewe kaifanya. Kwa ni kama wanakupa exercise fulani. Kwa hiyo tukasema okay sasa sababu tumeshajua naye ili tatizo wewe sababu upo UK unaweza ukafundalize tukapatikana pesa then sisi kutafute pedi tuwapeleke hawa watoto. Kwa is more of passion tu kwamba tunataka tufanye tu kitu tuwasaidie mabinti wapo kule tufanye initiative. Kwa ilikuwa ni program tu. Kuna tulifanya mazungumzo pia kwenye podcast zilizopita kuhusiana na hilo na nakumbuka tulisisitiza tukasema kitu kikubwa ni initiative. Na baada ya kufanya initiative ndio mambo mengine yote yanafunguka. Kwa hiyo I think ni point ambayo kama kuna watu wamechukua kalamu na karatasi waweze kuipigia mstari. Na nimevutiwa na story yako kwa sababu haiko tofauti na story ya founders wengi. Haiko tofauti na story ya watu wengi ambao wanafanya mambo makubwa kwenye jamii zao. Wengi walianza kama wewe. Walianza kwa either kujitolea ama kwa kuangalia
gap lililopo Yeah. na kutafuta namna ya kuweza kulifill. Of course huwezi kufill peke yako. Kama wewe ulikuwa na rafiki yako ambaye anaweza kufundraise, umeona, alafu kwa pamoja mkaamua kufanya kitu, which is a very good thing. Nakumbuka kuna one of my friend naye alikuwa anafanya kazi kwenye shirika ambalo nilitoka, alisafiri akaenda Sierra Leone. So akawa kule ameajiriwa kama country director wa taasisi nyingine kabisa. Then ndo akaniambia, okay, nimekuwa nimefanya kama program, kwa nini msijaribu kuisajili kama NGO? So that's what was 2019 kama sikosei. Then ndo tukafanikiwa, tukaanza michakato ya kusajili, tukatumekamilisha. Kwa hiyo I always pia hata mimi mara nyingi nikisemaga nikutana na mtu namwambia kwamba ukisema wataka kuanzisha kitu, usianze tu kwa kufikiria imagination kwamba I feel like I can do something, nafikiria kwamba naweza kufanya kitu fulani. Jaribu kwanza. Fanya kwanza. Jiruhusu kufanya katika namna ya kuwa na passion, lakini pia jiruhusu kufanya katika namna ya kujifunza. Ndio. Umeona? Jifunze. Ndio miko historia yangu kifupi, hivyo ni pambano tulivyoanza, na nadhani ulikuwa swali lako ulisema kwamba it was easy au it was hard. Na kusakafia hapo, kuchechemua, kuongeza uchechemuzi. Dunia nzima ina NGOs, yani kila nchi ina NGOs. Yeah. Yeah. Na unaniambia zipo baadhi ya nchi ambazo ili uanzishe NGO lazima akaunti yako ina michuzi kiasi fulani, iwe na pesa. Yeah. Kuanzisha NGOs Bongo inabidi una shilingi ngapi? Unahitaji kuwa na passion. Okay, unampelekaje serikali passion yako? Okay. Hiyo ni kitu kizuri sana. Ile kitu kizuri sana. Nadhani nimekujibu unahitaji kuwa na passion kwa sababu kuna ukitoa zile gharama za usajili, serikali hakulazimishi kwamba ukiwa na NGO uwe na kiwango fulani cha hela ndio uanze. Sio, umeelewa? Of course kuna gharama za usajili ambazo pengine hazifiki hata hazizidi 200,000 ili uweze kusajili NGO, lakini serikali haikulimiti kwamba ukishasajili kwenye akaunti yako na milioni 2 au tayari uwe na mfadhili ndio uende kwenye kwa ground. Na kwa sababu unajua ufanyaji wa kazi wa NGO unaweza kufanya kitu hata kidogo kwa kila siku kwenye maisha yako kupitia NGO yako. Wewe unaweza kusema okay, mimi naanzisha NGO, lengo langu kubwa nataka tu niende kwenye shule tu fulani ambapo mimi naishi na hapa mtaani, nione nawafundisha tu hawa watoto namna gani ambavyo wanaweza kutambua aina za ukatili wa kijinsia. Kasema mimi nataka nikafundisha tu mara moja kwa wiki. Uko anatoka hapa, unafanya mishe zako, then una spare your time labda kwa wiki masaa 2, unakwenda kuonana na watoto. Mechanism gani unatumia kuweza kutoa hiyo elimu labda kupitia masuala lazima ukatili wa kijinsia, kuweza kujua aina za ukatili wa kijinsia, labda unaweza kutumia michezo, wewe mwenyewe utajua. Kama watakuwa sijui wanafanya illustrations, wanajaribu kuexpress siku yao wanajua vipi, kwa ni wewe mwenyewe utajua anatumia approach gani. Kwa hiyo kuanzisha NGO gharama zipo tu zile za mwanzoni za kuweza kujua nini ambacho gharama zetu za usajili ambazo na ada ambazo serikali inahitaji uweze kuzilipa, ambazo I think gharama usajili ni shilingi 60,000, ada kwa mwaka ni shilingi 50,000. Ada kwa mwaka? Ada kwa mwaka ni shilingi 50,000. Na sasa serikali wamerahisisha sana mfumo wa usajili. Ni online tu. Ni wizara gani inahusika na usajili wa NGOs? Ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kwa ndani ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii wana kitengo cha mratibu wa NGO. Kwa kule ndiko ambako sasa unasajili mali yako. Okay. Taasisi. Kwa hiyo NGO ni reflection ya wewe mwenyewe. Hiyo kitu mimi nimekuja kujifunza siku za karibuni. Ni reflection ya wewe mwenyewe. Na magana ambapo wewe ulivyo na NGO pia itakavyokuwa. Ukiwa ni mtu ambaye una passion na hicho kitu unachokifanya, then kitu kitakuwepo tu pale. Sijui umeelewa. Regardless kuna changamoto gani ambazo unazopita, lakini mimi always ni waga naamini kwamba ili uweze kukisimamia kitu fulani unahitaji kuwa na maarifa, unahitaji kuwa na taarifa, unahitaji kuwa na ujuzi. Naam. Mimi leo hii hapa tumekutana sisi hapa tumekutana wote kwa sababu tulisha information, taarifa. Sijui umeelewa.
hauwezi kuwa na taarifa pasipo, yani hauwezi kuendesha kitu kama hauna taarifa. Hauwezi kujua donors wako wapi. Lazima ujue donors ambao kwa maana wafadhili ambao labda unaandikia program zako kwa maana miradi kwa ajili ya ufadhili. Lazima ujue wenyewe wanataka nini. Wanataka kusikia nini. Wanataka kusikia aina gani ya matatizo ambayo wanataka wewe kuweza kuyatatua. Lakini je, tatizo lako wewe ambao unataka kulitatua ni tatizo kweli ambalo linahitaji dona aweze kuwekeza pale pesa uweze kulitatua? Tutatoa mfano mdogo tu. Tunazifahamu nchi ambazo zina matatizo labda ya madhara ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa Tanzania sisi tuna changamoto, lakini hauwezi kufananisha changamoto labda hauwezi kufananisha changamoto za masuala zima labda mabadiliko ya tabia nchi kati ya Tanzania labda na nchi ambayo utakuta nyingine tayari wao watu wanakufa na njaa kama Somalia. Sio, umeelewa? Au tulisikia wakati fulani Kenya kaskazini. Au South Sudan. Kwa hiyo ni kujua tu kwamba eneo ambalo unaifanyia wewe kazi hiyo changamoto ambayo unaitatua, sababu lengo la kuanzisha kwa NGO ni kuna changamoto fulani ambayo wewe umeiona, then unataka kwenda kuitatua. Kwa lazima uweze kujua kwamba je, hiyo ambayo unakwenda kuitatua kweli ni tatizo kweli lipo? Kuna umezungumza kuhusu kwenda kwa wafadhili na kuambia kile unachopenda kusikia. Hiyo imenitekenya kidogo masikio yangu. Na ikanifanya ni waze, kwa sababu kumekuwa kuna maandiko mengi yakiandikwa kwamba wafadhili wana dictate kile ambacho NGOs kinaenda kufanya. Sure. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta NGOs badala ya kutatua matatizo ya jamii zao wanatekeleza mipango ya wafadhili. Swali langu gumu kwako ni kwanza, je, hiyo ni kweli? Alafu pili, unapoandika wazo la mradi kipi kinakuja kwanza? Unaangalia mfadhili unayemwandikia anataka nini, ama jamii yako ina matatizo gani? Okay. Kiuhalisia inabidi uandike, unakwenda kuomba ufadhili kutokana na tatizo ambalo lipo kwenye jamii. Hiyo ndio kiuhalisia, na kiutaratibu inapaswa kuwa hivyo. Kwamba wewe tayari umeshafanya kazi kwenye eneo fulani, umeona kwamba kwenye jamii yangu ambayo inaonizunguka kuna tatizo kubwa sana labda la mabinti kuweza kuacha shule kutokana na mimba za utotoni. Kwa unaona kwamba huyu mfadhili naye anatoa hizo pesa labda za kuhusiana masuala ya mimba za utotoni. Kwa hiyo hapo maki wewe na yeye mmekutana sehemu moja. Lazima mkutane kimawazo. Kwamba sio yeye anakuambia anahitaji, anatoa ruzuku kwa ajili ya mimba za utotoni, then kwa sababu wewe jamii yako ina tatizo la flood kwa Kiswahili ni nini? Ni mafuriko. Kwamba unataka yeye atoe hela kwa sababu kwako kuna tatizo la flood. Labda mimba za utotoni zinasababisha mafuriko. Kwa hiyo sio kwamba lazima ujue donor interest yake na ni nini kwa wakati huo. Kwa ndo maana lazima uende. Unakumbuka wakati fulani kulipotokea COVID-19. Fundi zote nadhani wakati huo tension kubwa ya dunia ilikuwa ni kufanya recovery ya kiuchumi ambayo imetokana na COVID-19. Kwa dunia nzima inataka hicho kitu kete kuweza kutokea. Kwa hiyo cha kwanza nadhani lazima ujue kwamba yeye anataka nini, na kwamba kile ambacho yeye amecall for, ambacho ameitisha kwa ajili ya funding, je, kweli wewe koko kipo? Kwa hiyo hiyo kitu cha kwanza. Lakini nikirudi kwenye swali lako la kwanza ambalo ulisema kabla hujajibu swali la kwa nini mnawatumikia sana watu wa michuzi kuliko wenye matatizo, nataka niambie, yani huyu dona unakutana naye wapi? Yani ndo tunakuja kwenye ile msingongo wa kwanza ambao nilisema. Unapoanzisha kitu lazima uwe na tabia tatu: maarifa, taarifa na ujuzi. Kwa unapoanzisha pia NGO, walau lazima ujue donors wanapatikana wapi, information ya donor hiyo inatoka wapi. Bahati nzuri kama nilivyosema, siku hizi dunia siku hizi imekuwa imerahisishwa.
kuna platform nyingi duniani ambazo zipo ambazo zinatoa kila siku taarifa za donors, ma call for proposal, kwa maana kwamba wito wa ruzuku mbalimbali wana store. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kujua tu kwamba ni platform gani ambazo wewe hizo zizopo, na wewe kwa unazifuatilia taarifa zao za mara kwa mara, na kwamba je, zile call for proposal ambazo wanazoziita zipo kwenye maeneo ambayo wewe kweli unayafanyia kazi. Kwa sababu mimi naweza kuwa nafanya kazi kwenye eneo la maji, sio menelewa, kwa lazima nijihusishe kufuatilia watu wote ambao wanatoa ruzuku juu ya masuala ya maji ni akina nani. Kwa mimi nafuatilia taarifa za mara kwa mara. Kwa naona siku hizi mitandao au mifumo ya kidijitali imesaidia sana kuwajua hao donors. Lakini kuna ambao pia ni local, kwa maana kwamba wako ndani ya Tanzania. Mfano mabalozi na wenyewe wamekuwa kicall, au kama unaweza pia kwenda kuwafasa kuelezea nini unachokifanya, then wao wakajua mnaweza kushirikiana nao vipi kwenye kufanya kazi. Sijui umeelewa. Kuna platform moja inaitwa Opportunity Desk. Ni wakubwa sana Opportunity Desk. Kuna watu wanaitwa Opportunity Tracker. Yes, ukienda ku Google mtu anawapata pia, wanapost kila siku. Kuna watu wanaitwa pia wanaitwa Open Grant Opportunity. Kuna platform pia nyingine ambazo wao wamefocus labda kwenye kutatu opportunities za aina fulani tu. Kwa mfano mimi nafanya kazi kwenye eneo la ubunifu na media. Kuna watu wanaitwa Tribe Africa. Wapo Instagram. Kwa wale wanakuta kila Jumanne wanatoa opportunity za watu ambao wametisha fundi mbalimbali za creative, ubunifu, media. Kwa hiyo kama umejiposition nao, obvious kila Jumanne utakuwa unapata notification zao, unajua hii call inanifaa. Hapo kwenye social media kabisa. Hapo kwenye social media kwamba hii inanifaa, hii hainifai. Hii inaenda nayo. Unaangalia kwenye miradi yako unaoifanya. Unaenda nao kwa namna gani? Ili uweze kufanya hizo applications. Tunaamini kwamba most of this sio individual. Lazima uwe na kitu ambacho kinabeba application yako. Na hapo nataka niulize, ni lazima uwe na NGO ama you can be anything as long as you align with what this funder wants? Ama funder kabisa nasema lazima uwe NGO? Kuna call for funding nyingine ambazo nakuta ni kwamba wanaotoa ufadhili wa hizo pesa, kuna wengine wanakuambia kabisa lazima uwe NGO, na kuna wengine wanakuwa wanakubali individuals, kwa maana ya mtu mmoja kabisa wanakubali, yani kwamba unaweza kwamba wewe mwenyewe mtu binafsi ukafanikiwa kupata, wanakutumia hela kwenye account yako, una implement mradi. Zipo za hivyo, na hususan fund za hivyo nyingi sana zipo kwenye upande wa vijana. Lakini kuna wengine wanakuwa open kwamba yote anaweza apply. Michuzi iko wazi yote anaweza apply, iwe ni kampuni, iwe ni NGO au ni mtu binafsi. Lakini nadhani mara nyingi kulingana na aina za miradi, lakini pia na scale ya pesa ambayo watu wanakupatia. Kwa mfano, I think ni ngumu sana dona anahitaji kutoa ruzuku ya $100,000 alafu akasema anampa individual, unless you any price. Ni lazima atahitaji kuwepo na system entity ambayo inaenda kusimamia pesa yake, ambayo yeye anajua nikitoa hii pesa itakuwa kwenye mikono salama. Hata kwa upande wa Tanzania, nadhani siku hizi imebadilika. Kipindi cha nyuma kulikuwa utaratibu, kampuni zilikuwa zinafanya kazi za kijamii. Baadaye serikali ikabadilisha utaratibu. Nadhani ilikuwa mwaka 2019 walipofanya marekebisho ya NGO Act ya mwaka 2002. Wakisema kwamba wakatenganisha kampuni zifanye kazi za biashara, NGO zifanye kazi za kijamii. Kwa hiyo kwa sasa hivi Tanzania hakuna social enterprise. Technically sasa ni kama zina operate. Kwa hata leo hii ukienda kusajili social enterprise probably hautaweza kupata hiyo category. Itabidi either uangukie NGO au uende kwenye kampuni. Sasa kama tunafanya biashara unaonekana mnaelewana nyewe wawili tu. Hiyo social enterprise ni nini yani? Kama neno linavyojitamka. Nachina kupata tafsiri ya neno moja kwa moja, lakini social enterprise inakuwa ni mfumo wa kampuni ambazo zinajiendesha kwenye mfumo wa, yani wanakuwa wanafanya biashara, lakini biashara zao
zinakuwa zinajihusisha moja kwa moja na huduma za kijamii. Sorry. Tatolea mfano. Sorry, naomba mkatishe. Like uliwahi kufanya kazi Shujaz? Yeah. Nyinyi mlikuwa ni social nini hiyo? Shujaz ni social enterprise, yeah. Lakini kama alivyosema kwa Tanzania kuna kipengele kidogo kwenye kusajili social enterprise kwa sababu ya hayo mabadiliko. Yeah. Ni ngumu kwa kampuni kujipambanua yenyewe kama yenyewe social enterprise afu bado inatengeneza faida. Kwa sababu ulimwengu wa NGO ni kwamba kuna ile dhana kwamba NGO hazitengenezi faida. Yeah. Kwa pesa yote inayoingia, pesa yote inaenda kwenye huduma za kijamii. Lakini social enterprise inatengeneza faida kwa shughuli ambazo zinazifanya kwa jamii. Faida ya kifedha. Faida ya kifedha, yes. Vipi? Yeah, labda nimtolee mfano. Mfano rahisi tu. Kampuni inakuwa inaanzisha bidhaa ya pedi, taulo za kike. Toa mfano labda taulo za kike. Sijui umeelewa. Then kwenye zile taulo zake za kike ambazo imezianzisha, inasema kwamba kwa upande wa soko lake la urban, kwa maana la mjini, inauza hizi taulo za kike 1500 au shilingi 2500. Lakini inapokwenda vijijini kule ambako hali za maisha za watu ni duni, hiyo pedi inauza shilingi 1500. Umeelewa? Maana yake ni kwamba ni nini? Maana yake ni kwamba wewe mtu wa mjini, ile 1000 yako ambayo kwenye 2500 ambayo umeiongezea, ndio yeye ni kama vile anafidia gharama ya kwenda kumuzia yule mtu wa nini wa kijijini. Kwa hiyo unaweza kuwa ni mfano labda mwepesi na wa kwanza. Au unakuta kuna mtu mwingine anasema kwamba mimi ninaanzisha hii biashara, lakini katika kila 50% ya fedha ambayo utakayoipata kwenye kuuza taulo za kike za watoto, na zirudisha kwenda kuzigawa pedi bure kwa watoto ambao wako vijijini na uhitaji. Sio, umeelewa? Au unakuta kuna mtu mwingine anaanzisha kisima cha maji, anajenga water tank kwenye community ya pale, then anakuwa anachaji pesa kidogo tu kwa ajili ya kufanya maintenance ya kile kuendesha ule mradi. Kwa yeye anakutezesha shilingi labda 100, lakini ile shilingi 100 in search labda yeye anachukua shilingi 50. Shilingi 50 inakwenda kufanya operation ya pale, kufanya maintenance. Sasa hizo ndio ambazo tunaita social enterprise. Na kuna donors wengine wanakuwa wanataka ufadhili, wale wanakufadhili mradi, wanataka uonyeshe hiyo kitu kwamba kwamba fanya mradi, lakini ni mradi ambao huo na element ya kama ambayo nimehitaji. Na wanafanya hivyo kwa sababu ya uendelevu wa mradi wako. Kwamba unafanya mradi, sio yeye amewekeza kwako bilioni 1 alafu imeisha pale na wewe ndo mradi wenyewe ni uwekezaji. Kwa hiyo kwenye hilo mara nyingi social enterprise kazi yake si kwamba zinatengeneza faida kubwa. Ni NGO zilizochangamka kwa namna ya kwamba hawatengenezi faida kubwa, lakini faida wanaoitengeneza inarudi kwenye kutekeleza activities ambazo zinasaidia jamii zaidi. Na pia ile faida inayotengenezwa inarudi kwenye kuhakikisha kwamba ile kampuni ama ile entity inaendelea kufanya shughuli zake kila siku. Kwa hiyo kama nilivyotoa mfano utakuta sehemu ambazo wanajua kabisa kwamba hizi pedi zitauzwa vizuri, zitauzika na labda economic status ya hilo eneo ni nzuri, kwa itauzwa 2500, lakini huku wanajua kabisa ile 2500 hawawezi kununua kwa shilingi 2500. Kwa hiyo wanaipunguza hata half of that price. Sasa hiyo tayari umefanya huduma ya kijamii, umewapunguzia ili waweze kuipata kwa sababu ya yale matatizo. Maana yake umetatua changamoto. Na wakati huo kile kidogo unachokipata unakirudisha kwenye kuzungusha, kwa sababu huyu aliyekupatia bilioni 1 leo naye ana mwisho wake. Sio kwamba atakuwa na wewe kwenye maisha yako yote ya shughuli unayoifanya. Maana ile siku atakayoondoka, wewe uendelee kutengeneza zile pedi, wewe uendelee kutoa zile pedi pia. Yaani ule mradi uwe endelevu. Na ndio maana kukaa kuna hiyo concept ya social enterprise ambayo kwa nchi za wenzetu ipo na inafanya kazi vizuri kabisa. Yeah, sure. Okay, sasa nataka ujibu very short. Alafu tuendelee tulipoishia kwa sababu kuna swali liko pending. Kila swali najirudia kwenye akili yangu nani. Toka kwenye reli. Ni kweli mnafanya kazi kwa ajili ya donors kuliko wananchi wenye matatizo?
ni swali ambayo ina discussion pana, lakini nitakujibu tu in brief. Ni kwamba kila mtu anajaribu kutekeleza interest zake. And that's normal. That's the principle of life. That's the principle of life. Donor anapata benefit gani akikupa wewe? Mara nyingi donors wanapotoa pesa most ni kujaribu kumaintain influence yao kwenye hao mataifa ambao wanafanyia kazi. Sasa hiyo ndio sababu kubwa, umeelewa? Ndio maana ukiingia utawala mwingine ambao wao wanaona au align na influence yao, wanaacha kutoa tu hizo pesa, then wanazamisha kwenye nchi nyingine ambazo wao wanafikiri interest zao zitaweza kuwa set. Umeelewa? Kwa hiyo ni dhana ya kwanza. Donor kwa nini anatoa hela? Sio kwamba labda wao wana pesa nyingi sana, wana hazina kazi. Wana interest zao ambazo wanataka na wenyewe kuweza kuzitimiza. Kwa sisi kama mimi nataka niende nikasaidia ndugu zangu labda wa huko Tabora wana shida ya maji, akinipatia hizo pesa, alhamdulillah, na kwenda kutatua hilo tatizo. Kwa interest yangu mimi ni kuona jamii yangu ambayo nimepewa hizo pesa labda na Donor Z XY na kwenda kulitatua. Ndio mimi interest yangu kuona kwamba hili tatizo nimelitatua. Ni kama Alan alivyosema, ni hizi mutual benefit. Kila mmoja anafaidika. Na hiyo sio kwamba katika level ya NGO. Even kwenye upande wa kwenye serikali si yenyewe inapewa ruzuku. Si umeelewa? Kwa nini inapewa ruzuku yenyewe? Si ni kwa nini una mtu anayempatia na anataka kupata interest zake, kuinfluence kwenye hiyo nchi, kwenye hiyo serikali ambayo kaipatia pesa. Though nikuongezee moja ya movement ambayo siku hizi nimeona inafanyika sana, hiyo discussion ni kuondoa ukoloni kwenye fund ambazo donor wanazitoa. Ukoloni ni nini? Kuondoa ukoloni. Nikisema ukoloni kwa maana ya kwamba mimi ninakupa pesa alafu ninakwambia wewe you align of you ni mstari wako wa matumizi ya pesa ni hapa paka hapa. Huo ndio ukoloni. Kwa mfano mimi umenipa pesa, nimekwambia kwamba nitakwenda kutoa elimu kwa watu 50. Labda katika watu 50 ambao tukaenda kutoa pesa, nitawapatia refreshments, sijui nini, vile virutubisho, maji, sijui soda. Wakati tunakaa chini tunafanya nini? Tunaongea. Then nimefika kule, nikakuta watu ni zaidi ya 50. Nimekuta kuna watu 70. Pesa unaonipa wewe, bajeti yangu ni shilingi 100,000. Lakini watu 50. Nimefika kule, nilipotumia 120,000. Technically napaswa mimi nikurudie wewe nikutaarifu kwanza. Kwamba bado ulinipa 100,000, lakini huko hali ilivyo nikatumia 120,000. Sasa hiyo huo ukoloni ambao nadhani inabidi uweze kuondoka, kwamba mimi usinipa pesa. Mimi ndo ambaye najua mazingira ya ambao tunaenda kufanyia kazi kuliko wewe ambao umenipatia pesa. Kwa wewe nipe pesa, wanazitaga kuwepo na more unrestricted fund. Yani kwamba pesa ambazo zisiwe vina vikwazo sana kwenda kuzitumia. Kwamba umenipa bilioni 1, okay sawa. Mimi nataka tu nikupatie matumizi yote ya bilioni 1. Lakini bilioni 1 nimetumia wapi? Nimetumia kwenye nini? Cha msingi kwenye mission na objective ambayo tunataka tukaifanye, mimi nimeitimiza. Lakini niwe flexible kwenye matumizi ya hiyo pesa. Usinifanye kama robot. Sio, umeelewa? Cha msingi pesa itumike na kuwe kuna matokeo ya matumizi. Kwa sababu donors wengi wanapenda kusikia impact. Kwamba pesa tumetoa pesa kwenye shirika fulani na limeenda kufanya mradi fulani na ule mradi umefanikiwa kwa kiasi hiki. Wameona kwamba kweli kile ambacho kilipangwa mwanzo kwenye mradi, kwamba mradi utaenda kubadilisha 1, 2, 3, vile vitu kweli vimefanyika. Na vimefanyika sio kwenye story tu ya kwenye makaratasi, kwamba hata ukienda kwenye field unaona mabadiliko. Hata ukiongea na watu ambao wamenufaika na ule mradi ambao ndio beneficiaries wa mwisho kabisa, unaona kabisa kwamba kweli wamenufaika na ule mradi. Kuna vita kubwa sana kwenye ulimwengu wa NGOs na funders, kwa sababu bado kuna funders ambao ni wakoloni, ambao ni wakubwa sana, ambao wao wakitoa fedha wanataka utumie zile fedha kwa mujibu wa makubaliano ya mwanzo ya awali kabisa, kwamba ulisema utatumia kiasi hiki hapa na ndicho ambacho kitaenda. Na inapofika swala la kuwa flexible, inabidi sasa mwanze kukaa vikao, mwanze kuzungumza, kuna mikataba mingine iwe amended, kuna vitu viongezeke, ambao inachukua muda. Wakati mwingine inafanya kazi ya NGO kuwa ngumu zaidi, kwa sababu hakuna
flexibility. Yeah. Na nafikiri kwa kijana ambaye anasikiliza na yuko interested na labda ameshaanza mchakato wa kuingia kwenye NGO, anabidi afahamu kwamba kuna vitu kama hivyo atakutana navyo. Yeah. Sio rahisi kwanza kupata funds, na ukishazipata funds pia unaweza kukutana na mkoloni ambaye itabidi udili naye vizuri. Lakini mwisho wa siku ni mahusiano ya watu wawili. Anayetoa fedha na anaenda kutekeleza mradi. Yeah, sure. Mahusiano yenu kama yakiwa yako kwenye reli nzuri, mwisho wa siku mambo yote waga yanasovika vizuri tu bila changamoto yoyote. Nakumbuka kuna siku, nitatoa hiyo story kwa ufupi tu. Nilienda kwenye event moja ambapo kwa bahati nzuri nikakutana na baadhi ya watu ambao ni watu wa fedha. Na katika mazungumzo tu tukiwa tunakunywa cocktail, mmoja wapo alitokea akisema kwamba especially kwa Tanzania, akasema NGO za Tanzania bwana, njaa kali, yani wao ni kuangalia wapi kuangalia wapi kuna pesa na kwenda kuzichukua bila kujali hizo pesa zinaenda kutekeleza miradi ambayo inatakiwa, na kweli kuna hayo matatizo. Lakini alisema kwa kauli ya kwamba ni kama vile hizi NGOs hazina uwezo wa kufanya chochote, ila watu wameamua kutengeneza NGO ili kuweza kupitisha michuzi iweze kuingia na kufanya mambo yao mengine, alafu baadaye kukaa chini kuandika hiyo. Na hiyo ni mindset ambayo kama huyu mmoja ni mtoa fedha ameisema, manake ni mindset ambayo imeenea kwa vichwa vya watoa fedha wengi ambao wanatoa fedha kwa NGO za Kitanzania, kwamba NGO za Kitanzania bana hazifanyi kazi yoyote zaidi tu ya kutumia fedha zetu kwenye maeneo ambayo hayatakiwi. Na hiyo inanirudisha pale kwenye ile swali kubwa nilokuuliza, swali gumu ambalo ni rahisi pia kulijibu, kwamba je, unatekeleza mipango ya dona ama mipango ya ambayo inatakiwa, na ukajibu kwamba lazima muwe mmealign kutokana na yale matatizo yaliyopo. Na refer the same event nilokuwa nayo, kuna mindset ya watu wa fedha wengi kwamba NGOs zinakimbilia tu fedha bila kuangalia matatizo yaliyopo. Kwa hiyo akishaona tu kwamba yani ni kama kuna ka network ka NGOs huko chini wanaulizana hivi fanda gani anatoa fedha kirahisi hapa sasa hivi, tukapiga hela wapi? Yani kama ile maswali, kama ningeweka kwa Kiswahili hicho, ni kama huwa wanakaa wanaulizana hivi, oya mwanangu tukapiga hela wapi sasa hivi? Twende ubalozi wa Sweden pale, kuna kamradi wamekatangaza. Kwa hiyo unaenda unachukua ile hela, na end of the day hautekelezi mradi kama unavyotakiwa, na hautoi matokeo ambayo kweli yanatakiwa. Alan, nitacontribute hapo kitu kimoja. Unajua, mimi nadhani hapo changamoto inakuwa ni kwa dona wenyewe. Nasema na hii ni changamoto ambayo imekuepo kwa kipindi kirefu ambacho nadhani even donors inabidi they need to change this still. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba unawezaje kumpa hela mtu ambaye haujui capacity yake kwamba anaweza kufanya hicho kitu? Unawezaje kumpa hela mtu ambaye humjui, una taarifa zake za kutosha? Unawezaje kumpa hela mtu ambaye hujui kama analijua tatizo? Kwa nafikiria kwa mfano kwa watu ambao wanatoa fedha ambao wako Tanzania hapa unakuta taasisi inafanya kazi Tanzania, lakini wafanyakazi wake wengi wote kwa mfano ambao hapo kwenye key areas of making decisions za kufanya maamuzi wanatoka nje. Unaelewa? Kwa mimi naweza nikakaa hapa na Alex tukatengeneza zetu mradi, tukatengeneza zetu tatizo moja kali sana, tukakupelekea wewe na nani, ukalisoma ukaingia na huruma, ukasema kweli tatizo lipo. Hao tunabidi kweli wapewe, unawatanisha na picha. Inabidi kweli watu wapewe waende wenda kusoma tatizo, sababu kuna watu ni wazuri kuandika. Kuna watu ambao ni wazuri kuna watu ni wazuri kutengeneza art ya tatizo. Sio, umeelewa? Yaani ile sanaa ya kuitengeneza tatizo vizuri. Kuna watu ambao ni wazuri. Kwa hiyo kama wewe ukiwa ni kwamba mwenyewe tu haujui local context, hujui hali ya watu ya pale, kwamba mimi nakwambia tatizo lipo, lakini kumbe kimsingi tatizo halipo au halipo katika hiyo dhana. Kwa hiyo utakuwa unatoa pesa, mwisho siku unaacha matatizo ambayo kweli yapo, alafu kumbe matatizo kweli hayapo. Lakini uoni kama hiyo ndio inayosababisha kuwe kuna restricted funds?
of course na hiyo kuna tatizo, nadhani pia inatengeneza pia hata picha mbaya kwa watu ambao pengine wanataka kweli kuaddress tatizo, kwa sababu donors pia wenyewe wanaambiana kama ambavyo sisi tunavyoambiana huko, ambao tunahitaji hizo pesa wenyewe wanaambiana kwamba bana wala tu kama mimi tutampa mfano mdogo tu. Kuna wakati fulani mimi niliengage na watu walikuwa wanafanya of course uzinduzi wa filamu fulani hivi, then sisi wakatuchukua kama sehemu ya watu ambao tuweze kuisimamia kazi kwa upande wa Tanzania. Then wakati tupo kwenye mazungumzo, then nikaona kabisa katika nchi zote 5 hapa za Afrika Mashariki wana hofu na Tanzania. Kwa sababu jina tayari limejengeka. Yes, wana hofu na Tanzania kwa sababu kuna watu washa kuingia nao wakaingia mitini, sijui umeelewa. Iko hivyo. Kwa I think naweza nikasema ni kama ni wito pande zote mbili kuweza kubadilika. Sisi wenyewe pia ambao tunaomba hizo funds na hizo pesa, tuhakikishe kwamba tunaomba pesa tiko tunalijua tatizo kabisa. Na tu tumelishi hilo tatizo, tunajua kweli tatizo lipi. Na pia na ambao wanatoa pesa, nadhani squeeze donors tunaona wanajitahidi kufanya kuverify nani watu visti wanafanya paka visti wanajitahidi kujua. Lakini shida ambayo pia huwa naiona sometimes kwenye kuandika kwa nadhani tutano sana sisi na NGO. Mtu anaweza kaitisha call labda ya anataka mradi wa masuala madawa kulevya. Of course mimi nikatengeneza mradi wangu mzuri juu ya masuala madawa kulevya. Lakini ule mradi nimetumia taarifa ambazo ni secondary data. Yaani ni taarifa ambazo tayari zishachapishwa, then mimi nikatengeneza tatizo kuonyesha kwamba liko na tatizo. Lakini sijai kukutana na mtu ambaye anatumia madawa kulevya. Sijui changamoto zao. Sijai kutembelea hata vituo vya watu wa madawa kulevya, wanao rehabilitation center, vituo vya uraibu vile vya watu wanaopatia matibabu. Sijui hata situation, lakini tayari nimelifikiria tatizo kutokana na zile secondary tu data. Sasa matokeo yake sometimes unapewa pesa, unapokwenda kule kwa ground unakuta mambo ni tofauti. Wewe ulisema kwamba ili tatizo lipo kwenye namna hii, lakini kumbe ukifika kule watu tatizo lipo kwenye namna liko tofauti kabisa. Sasa hapo ndipo unakuta sometimes leo anakuambia kwamba hawa watu wanawapa pesa, wanafanya miradi tofauti na hawajui tatizo. Unakuta mbafanya kwa sababu unakuta sometimes taasisi zetu nyingi ambazo sana labda ni hizi ndogo hazina uwezo kwenda kukusanya, kufanya ile tunasema kwa kitaalamu situation analysis, kwamba kufanya tathmini kwanza ile tatizo ambalo anataka aliandikia mradi labda kule kwa ground liko vipi. Mfano huwa anataka kuandika tatizo ambalo liko Njombe huko, kuna nauli sijui nini ufanye service, hizo zote ni gharama. Taasisi zetu nyingi unakuta sometimes ndogo au za kati hazina uwezo wanapotaka kutengeneza miradi yao uwezo kutengeneza. No maana always may believe ni vyema kwa taasisi kuomba fund kwenye eneo ambalo tayari imeshalifanyia kazi kuliko kuomba fund kuliko kuomba fund kwenye eneo ambalo ni jipa uje kulifanyia kazi. Mfano mimi leo niambie kwamba nataka tuniombe hela kutoa elimu juu ya masuala ya uchaguzi, sije kushiriki mradi wote juu ya masuala ya uchaguzi unless labda kwenye ombi lako kuwepo na kipengele cha kufanya labda kitu kama baseline research na vitu kama hivyo. Baseline research kwamba tathmini ya utafiti wa awali, na ukifanya utafiti wa awali pia roda na kana pia awe flexible kwamba nitakoyapata huku baada ya nimefanya ile tathmini hata nitakapoyapata kabla sienda kutekeleza mradi wangu, then uwe na wewe flexible kwamba nikikwambia kwamba nilikwambia hapa tatizo sababu kubwa ya ndoa za utotoni ni bodaboda, tena kuwapa elimu bodaboda, lakini mautano kusoma bodaboda nakutana sio huku ni wavuvi wa samaki, na wewe flexible kwamba tatizo kuna wavuvi wa samaki na sio bodaboda. Kweli. Okay, unasema kwamba mwanzo ulisema mutual benefit kati yako wewe mwenye njio na yule donor. Nimepata sense ya kwamba donors ili akupe hela inabidi avutiwe na tatizo lako. Sure. Ni matatizo gani ambayo yanawavutia sana donors kwa Tanzania? Hiyo ni swali bodi sana. Ni swali pana sana. Okay. Nadhani wakati tupo off mic kabla tujaanza, halani kuna kitu kimoja alitaja kwa kifupi SDG. Sustainable Development Goals. Malengo ya maendeleo endelevu, ambapo kipindi cha nyuma tulikuwa tunaita Millennium Goals kabla mwaka 2015 kushuka nyuma. So malengo maendeleo endelevu yapo 17.
Ya kwanza nadhani no poverty, kuna umaskini, then utaenda paka masuala huko mengine. So katika ile malengo 17 unakuta kila nchi kuna baadhi ya malengo yamepiga sana hatua. Na kuna baadhi ya nchi matatizo fulani labda hayo vitu au matatizo hayapo sana kwenye ile malengo ya maendeleo endelevu. Mfano mdogo tu, lengo namba 13 ni climate action, yani kwamba masuala zima ya hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa. Sisi huku tuna matatizo of course, lakini matatizo yetu sisi ya climate action huwezi kufanisha na Sudan. Kwa kama kunatokea mfano mtu ana call for funding anataka atoe fedha, ni rahisi zaidi mtu wa Sudan hata dona yeye kumpelekea kule fedha kuliko mtu wao. Sijui umeelewa. Ukija kuangalia kwa mfano kama sasa hivi maambukizi mengi ya virusi vya ukimwi yapo kwenye kundi la Gen Z. Okay. Gen Z vijana wa miaka 15 mpaka hapo 24 ndio maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi kwa kiasi kikubwa yako hapo. Wao hawako well informed kama sisi labda ambao tulikuwa kwenye kipindi ambacho maambukizi ya virusi vya ukimwi yalikuwa bado ni makubwa sana. Ulikuwa ukikaa chini kwanza hata tangazo lenyewe la condom linapokuja unaliogopa tangazo. Siku hizi matangazo ya condom yako tena hivyo. Sometimes mpaka nyimbo zitumika kwa mfano ile ngoma ya Feruzi. Of course ilikuwepo. Kwa ni janga jipya ambalo sasa linakuja na sasa USAID wamekatisha hizo misaada, sema nadhani fund za masuala ya HIV zenyewe bado zipo. Lakini kuna maeneo ambayo Tanzania of course tumepiga hatua, ambao kuna mengine bado yana changamoto. Naona bado swala la afya uzazi bado ni changamoto, ndio maana ukiangalia hata nimetoa tu mfano maambukizi mapya virusi vya ukimwi siku hizi ni tatizo kubwa kwa vijana, mimba za utotoni bado ni tatizo kubwa. Kwa afya uzazi bado ni shida, lakini pia swala la maji bado ni changamoto. Umeelewa? Unajua kuna maji vijijini. Unajua kuna maneno mawili. Kuna water supply na kuna water accessibility. Okay. Mimi na wewe hapa serikali inaweza kama imepitisha umeme hapo imesupply. Kwa serikali inaweza kusema kwamba sisi tumesupply umeme kwa vijiji vyote nchini Tanzania. Lakini kuna kaya bado hazina accessibility ya umeme. Sisi tumepitiwa na umeme. Tumepitiwa na umeme lakini hatujawa connected na umeme. Sio, umeelewa? Kwa hiyo sasa huo uwezo wa watu bado kwenye swala la maji ndio bado changamoto. Okay. Umeelewa? Kwa of course kuna vitu kama maji. Nadhani nazungumzia katika level kaskeli ya NGO ambazo wanaweza kaomba, sababu ya NGO hizi kuomba fund kwa ajili ya kutengeneza barabara. That's impossible. Ni kitabu cha kuwezekana. Kuna masuala maji, afya ya uzazi. Naona bado kuna changamoto kubwa ipo kwenye masuala ya mazingira. Ni changamoto ambayo kubwa ipo. Na hapo mazingira naongea zaidi, na sisi Zanzibar kuna kampeni kubwa ya uchumi wa blue. Ni lengo unaendana na pia kuimarisha mifumo ya uchafuzi ambao unatokana kwenye bahari kuweza kuondoa nani. Kuna issues za masuala bado ya ajira, sasa ni kwa kundi la vijana bado ni changamoto kubwa. Ajira kwa vijana sasa bado ni shida, lakini pia bado kuna tatizo kubwa sana la ukatili wa kijinsia. Uwezi kukaa na hii ni tatizo ambalo unaona bado ni baya sana, ukatili wa kijinsia, na hususan labda kwa swali la Alex, kana labda story kama hizo ndo zinawavutia sana Domi. Nadhani ukatili wa kijinsia ndo bado. Juzi nimesikia tunaona kwenye Taifa Habari Naomi yule aliyeuawa amezikwa. Si umeelewa? So minne ndo amezikwa. So ukatili wa kijinsia, hususan ukatili wa kijinsia dhidi ya wenza bado ni changamoto sana. Hauwezi kukaa siku hizi wiki kwenye Taifa Habari hujasikia sijui kuna mtu kamfanyia ukatili fani mwenzi wake, sijui kuna mtoto kapigwa huko, sijui kauawa. Yani bado ndio mashida makubwa ambayo bado tuko nao kwa nchi yetu. Okay. Ndio bado na kuna nyingine ziko nyingi, lakini hizo ni baadhi ambazo naonaga mara nyingi even hata funding nakuta mara nyingi interest side ipo kule. Sawa, tuna wrap up. Nadhani tuna mambo mawili ya mwisho ya kuzungumzia before I think leo tutatoa highlights, lakini niambie mtu ambaye ana NGO kama wewe, ikatokea NGO zimestop kufanya kazi na wewe. Kwa jinsi ulivyoniambia, naiona NGO ikioperate kwa namna ya kampuni ingawa haitengenezi faida.
kuna pesa zinaingia, kuna ripoti ya pesa zimetumika kufanya nini, kuna matokeo ya hizo pesa kwamba imeleta matokeo gani. Nadhani hivyo ni vitu basics kwa biashara yoyote ile. Mtu ambaye anaenjoy kutokea NGOs zimestop kufanya kazi, anaweza customize hiyo skills aliyoipata au uzoefu aliopata wakati na operate NGOs kufanya biashara. Yeah, it is possible. Mimi nilianza kufanya kazi na baadhi ya watu katika namna ambayo ni kuuza ujuzi, naweza nikasema. Sababu kuna mtu anaweza kukufuata akakwambia okay, wewe umeshakuwa tayari ni mtaalamu labda pengine una ujuzi na una uzoefu. Na bahati nzuri mimi gasi niyo mkweli sina kushare ujuzi na uzoefu. Unani sina kushare ujuzi mara nyingi. Mimi naenda kushare uzoefu wangu. Kwa mtu anaweza kanifuata kananiambia okay, na hitaji twende uweze labda kutufanyia mafunzo ya namna gani ambavyo watu wanaweza kutumia labda filamu. Ni naomba tumekuwa tuitumia sana. Namna gani unaweza kutumia filamu kuweza kuchochea mabadiliko ya tabia kwa watu fulani. Tutasema kuchemua mabadiliko ya tabia. Kwa hiyo mimi nitaenda kushare nini ninachokifahamu na kulingana na yale ambayo nimeyashuhudia kabisa. Kwa mimi naenda kushare na wewe. Kwa hiyo it is possible kuna hiyo sio tu hata kama NGO labda kusimama. Kuna watu ambao tayari wanalani NGO lakini still wao wenyewe binafsi pia wanageuka kuwa pia ni consultants. Kwa Kiswahili ni nini? Consultant ni consultation. Washauri, tusijisikie kama ni washauri. Kiswahili ni lugha ambayo inatakiwa ijipange. Niulize. Watu bakita mko wapi? Watu Kiswahili maneno yapo. Inabidi mjipange. Consultation ni nini? Ushauri. Probably of course litakuwepo sema litakuwepo. Mimi binafsi nimekuwa nikifanya hivyo. Kuna watu ambao nimekuwa nikifanya nao hata last month tu kuna tasnifu nilikuwa nao, tunafanya mafunzo ya namna gani ambavyo wanaweza wakatumia njia kama za filamu katika kuweza kuchechemua juu ya masuala lazima ya afya uzazi. Sababu afya uzazi ni mambo mimi binafsi nimekuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu. Afya uzazi, masuala ya gender based violence kwa ajili ya kijinsia na mambo mimi nikifanya kazi. Kwa hiyo nadhani hiyo isiyo tu kusubiria paka taasisi ife ndio uanze kutoa wewe unani ujuzi wako. Unaweza kuwa unafanya hivyo hata kabla. Kuna I think kuna taasisi nyingine zimejitengeneza kwenye namna ambayo wao tayari wameshakuwa katika namna ambayo wanaweza wakawa wanatoa hiyo huduma kwa taasisi nyingine ya masuala zima ya kama zipo taasisi ambazo mnazifahamu zinafanya hivyo. Kwa wanalipa kabisa pesa, labda kuna taasisi imepokea fundi, wamepata ruzuku lakini wana struggle kutengeneza system za ufuatiliaji na tathmini, maana monitoring evaluation, jinsi kufanya programming, jinsi kutengeneza tools za kuweza kufanya project management. Kuna kuta wao wanachukua ile taasisi wanakwenda kufanyia ile kazi. Amount inakwenda kwenye taasisi, amount nyingine analipa yule mtu ambaye alikuwa amekwenda kufanya hayo mafunzo. Kuna issue ya USAID kustopishwa Afrika dunia nzima. Yeah. Okay, asante. Ni nani anapata madhara makubwa sana? Nani anateseka kati ya wenye NGOs na wananchi ambao wana matatizo? Kiukweli anathirika mara nyingi mradi fulani unaposimamishwa. Sababu USAID ilikuwa inaenda kufadhili miradi tofauti duniani. Kwa hiyo wanaofaidika na ile miradi moja kwa moja mara nyingi ni wananchi. Kama USAID ilikuwa inatoa mradi, haikuwa inatoa pesa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba watu fulani wanapata dawa za kufubaza maambukizi ya virusi vya ukimwi. Alafu kasimamisha hiyo pesa, maana yake mtu apate tena dawa. Sio? Kwa kuna madhara yake, si ndio? Kwa kifupi wa kwanza anayeathirika ni mtu wa mwisho kabisa kufaidika na ile pesa. Lakini pia kuna mashirika ambayo pia yanapatia hizo pesa. Obviously yenyewe pia yameathirika. Kwa sababu kama taasisi yako, shirika lako liko na watu 10 ambao hawa ni staff ambao walikuwa wameajiriwa pale, wanalipwa pesa kutokana na ruzuku inayotokana kutoka kwa USAID, then obviously wale watu pia wataathirika. Na
kwa sababu hata wenyewe USAID wenyewe, sababu USAID ni shirika ambalo limeanzishwa na serikali ya Marekani, ina waajiriwa ambao wako hapa ndani ya USAID, kwa maana huko sijini ni headquarters, walikuwa wanapata wenyewe wamekaa pale, wameajiriwa, wana kupitia fund ambazo zinapatikana. Kwa obvious ni mnyororo mrefu ambao unaathirika. Kuna organization, kuna ambaye anamnufaika moja kwa moja wa chini wa mwisho, kuna USAID mwenyewe. Lakini mimi nadhani kitu cha msingi ambacho nimekuwa pia mwenye nikijifikiria kama moja watu ambao of course tuna line NGO, ni namna gani ambapo taasisi za kwetu za Kiafrika zina, particularly Tanzania, tunaweza tukaanzisha sustainable model, njia ambayo ni endelevu, ambao inaweza isiwe sana nategemea donors kuweza kujiendesha. Sijui umeelewa? Kwa ni mtihani ambao bado mimi mwenyewe binafsi naendelea kujifunza, naendelea kutafakari kwamba is it possible NGO zikaweza kujiendesha pasipo kutegemea fedha kutoka kwa wafadhili wa nje au pia hata wa ndani. Lakini je, sisi wenyewe pia nchi zetu za Kiafrika tunaweza tukaanzisha our own funding model za kwetu sisi wenyewe, sijui umeelewa, za kuweza kusupport NGO zetu ambazo ziko humu ndani, tukaanzisha sisi wenyewe. Kwa sababu unaweza kujiuliza kitu kimoja, kwa nini serikali isianzishe pia mfumo wake wenyewe wa kuwa na, sababu USAID that's a government state agency, unaelewa? Kwa nini serikali pia na yenyewe ya Tanzania isianzishe mfumo ambao unaweza kuwa unatoa fedha kutoka kwa, sababu unajua sio kama serikali ya Marekani, kwa sababu yenyewe inatoa pesa yenyewe pia na yenyewe haikopi, na yenyewe inakopa. Sio, umeelewa? Na yenyewe kama mlivyoniambia mwanzo, inawezekana hata Marekani kwenye pia kuna NGOs pia. Sio, inawezekana kuna NGOs pia, kuna NGOs. Sio, umeelewa? COVID ilipotokea, mimi nilikuwa naamini vitu vingi tungeweza sio nchi za Afrika. It was it was a wake up call moment. Kipindi cha COVID ilikuwa ni moment ambayo nadhani nchi za Kiafrika itakuwa ziweze kufikiria upya na magana ambapo tunapaswa kuzindisha serikali zetu, na magana tunapaswa ku manage hizi NGOs, tunapaswa kuzindisha vipi NGO, tunapaswa ziweze kujiendesha vipi. That was a moment wake up call. Na even moment ya USAID, that's another wake up call ambayo inabidi sio tutathmini, sababu USAID nadhani anatoa pesa kupitia mashirika ambayo yameinvest kwenye huduma za kiafya. Kwa bahati mbaya sisi matatizo yanapokuja kujitokeza ni waga tunatafuta njia nyingine ya kudiverge. Tunaweza kuestablish mahusiano na watu wengine, lakini I think tunahitaji kutengeneza njia zetu sisi wenyewe za kuweza kupata fedha. Na moja njia ambayo mimi always pia huwa naamini labda ni kutafuta namna nzuri tu ambapo pia NGO mimi ni muumini wa social enterprise, niwe mkweli. Mimi pia ni muumini wa social enterprise. Siamini tu kwa sababu ukisema tu NGO ifanye mfumo wake kama huu wa kutokufanya, kwa mfano kutokufanya biashara, obviously itakuwa independent. Afanye biashara, what do you expect apate vipi pesa? Umeelewa? Na kiukweli unapoomba, that's when your level of freedom inaanza kuondoka. The moment tunapoanza kuomba, true, uhuru wako pia nenyewe unaondoka. Sasa kama uhuru wako umeondoka, usalamu watu wakikwambia nakupa pesa nataka ufanye hivi, sijui umeelewa. Kwa hiyo hata hivyo vitu vingi ambavyo tunapopigia kelele, sijui tunasema kwamba sijui kuna NGO zinaleta vitu viovu ambavyo vinakiuka na labda na miko na tamaduni zetu, kwa sababu tumeruhusu tuombe. Sio, umeelewa? Tunatengeneza mazingira ya kuwa independent. Ukiwa independent, you can do whatever you like kulingana na tamaduni zako na mazingira yako ambayo yalivyo. Sawa. Laki mtaalamu wa kuitwa Hassan Kiyungi. Hassan Kiyungi amemaliza. Na mimi nimemaliza. Basi tumalize. Una nini cha kuambia? Mimi kwanza nikushukuru. Shukrani. Na mimi pia nina uzoefu kwenye hilo eneo, lakini nimejifunza pia kutoka kwako. Na nafikiri hili ni mojawapo ya faida kubwa ya Club A to Z. Yeah, sure. Kwamba unaweza ukawa unahisi kwamba unafahamu, lakini kumbe kuna vitu viwili vitatu ambavyo bado huvijui ama huvijui vizuri zaidi. Sure. Kwa kwenye mazungumzo nimeokota
baadhi ya vitu ambavyo vitanisaidia. Nafikiri pia ambao wanatutazama, kuna wengine labda wakati tumeanza wakasema wanaongea nini leo, alafu baadaye unajua yule mtu anapita hivi alafu anarudisha kichwa kidogo hivi kusikiliza nini kinaendelea. I'm sure atakuwa wameokota mawili matatu kuhusiana na issue zima ya NGO A to Z. Ameokota A to Z. Tumeweka issue mezani, tumeizungumza kwa kina, lakini ningependa tu ni highlight baadhi ya vitu ambavyo mimi binafsi nimejifunza, lakini pia naona vimezungumzwa hapa. Kimoja ni ukweli kwamba serikali haiwezi kufanya kila kitu. Kwa maana yake tu, kwa hiyo tu sentence maana yake inatoa opportunity kwa watu wengine kufanya vitu. Kwa nini hao watu wengine wasiwe wewe? Hiyo moja. Alafu pili, unapo kwenye ulimwengu mzima wa NGO kuna namna ya kunavigate. Kuna watu ambao ni wazoefu ambao unaweza ukawatafuta wakakusaidia, lakini pia hakuna urahisi kama ambavyo mtu anaweza kafikiria. Kuna namna yake, kuna changamoto zake, kuna miiko yake pia kwenye ulimwengu wa NGOs. Pia Hassan hapa ametuelekeza namna ambavyo unaweza uka identify problem na kuweza kulitafutia funds. Na kitu kizuri amezungumza, nafikiri labda nikiweka kwa ufupi, ni kwamba kuna malengo ambayo ni ya dunia nzima, ambayo mashirika yote, taasisi zote zinafanya kazi kutokea pale juu kwenye ule muongozo wa malengo 17. By the way 2030 sio mbali. Sio mbali. Kama miaka mitano sio mbali. Kwa probably sasa hivi wataanza kufikiria malengo zaidi ya mbele, ku review yale malengo 17 na kuangalia lipi lina make sense zaidi au Kwa kuna operation nzima ya NGO inaanzia pale juu inashuka chini, na sasa wewe ukiwa kama mtu ambaye unaanzisha hiyo taasisi, na lazima uangalie ni sehemu ipi ambayo inaendana na tatizo lilopo kwenye jamii yako. Na ni watu gani uweze kuwaona, watu wa fedha wapi yani uweze tu kwenda kwa tajiri yoyote yule. Inategemea na interest za tajiri, inategemea pia na severity ya tatizo kwenye eneo lako. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nafikiri vimekuwa highlighted vizuri sana kwenye haya mazungumzo. Lakini mwisho wa siku kuna issue ya self realization na commitment. Tumeona NGOs nyingi za Tanzania zimetengeneza jina fulani hivi, kwa hiyo mkikaa mezani kidogo na waangalia in a different way kwamba nyinyi wa Tanzania mko hivi, kuna reputation ambayo imetengenezwa ambayo probably inatokana na kutokuwa na commitment nzuri kwa kazi ambazo zinafanyika, na pia labda viongozi wa hizo NGOs sio wale watu ambao scan na kuweza kujua kwamba are they passionate about it, do they really want to solve a problem, ama nini unachokifanya. Na of course kuna force kutoka nje, kama ulivyosema kwamba ukishajiweka kwenye nafasi ya kuomba hauwi tena independent. Kwa hiyo tunaweza tukalaumu baadhi ya vitu tunavyoviona ambavyo vinafanywa na NGOs, lakini kwa sababu hatujatengeneza infrastructure ambayo itamfanya NGO awe atembee kifua mbele akisema kwamba this is what I do, if you don't like it nenda na pesa zako. Kwa sababu ndio tunamaliza mazungumzo, lakini haya ni maswali ambayo mara zote huwa nauliza watu wa NGOs kwamba je, unaweza ukakataa fedha? Unaweza ukaikataa? Tajiri amekuja amekupatia fedha, lakini anakuambia bana, mimi nataka pia uzungumzie hiki ama ufanye hiki. Kwa hiyo kuna hilo, lazima tutengeneze infrastructure ndani ya nchi yetu iweze kutupa hiyo confidence ya kusema kwamba we can walk away from money kama haiendani na misingi yetu na malengo yetu kama taasisi. And we can say you just go ahead with your money, mpatie mtu mwingine. Na hiyo is beyond patriotism, ni zaidi ya uzalendo. Ni zaidi ya uzalendo. Hauwezi kuwa mzalendo ukiwa kwenye mazingira ambayo yanakuhitaji uwe na pesa, alafu unaona kabisa I can do it. Maskini ana kiapo. Maskini ana kiapo. Kwa hiyo na mimi ninavyoitazama Club A to Z,
Club A to Z inaenda kuwa kitu dude fulani kubwa sana. Kubwa sana. Na haya mazungumzo tunayofanya ni sehemu ya dude kubwa. Ni sehemu ndogo sana ya mambo makubwa ambayo tunaenda kuyafanya. Kwa hiyo jiunge na Club A to Z. Kama una maarifa, una taarifa, tuletee, tuweze tuzizungumze, tuziweke wazi, watu waweze kuziokota, ziwasaidie, waweze kuimarisha maarifa yao pia, lakini waweze kutengeneza nafasi za kuweza kujihudumia na kuhudumia jamii zao, na waongeze ujuzi wao kwenye masuala mbalimbali. Bado ni kisima. Bado ni kisima. Lakini maji utachota au utamwaga kwa mfumo swali kazi jibu. Haya. Malengo 17 yale ya dunia ni 2030. Yametoa highlight, lakini highlight yangu ni moja tu, kwamba 2030 ndio mwisho. Mtoto 2000 atakuwa na miaka 30. Atakuwa na miaka 30. Haya. Club A to Z. Swali, kazi, jibu.